tukaingia kwa muda wake. Maana yake tulikuwa tuzungumzie kitu kimoja. Tumsikie rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, ambao mpaka hivi sasa taifa linaona kama wao ndio kikwazo cha kutotangazwa tarehe mpya ya mchezo, kwa sababu msimamo wao ni kwamba hatuchezi. Yeye ameweza kuzungumza kile ambacho amekizungumza ilikuwa ni kuwasilisha yaliyopo upande wao na msimamo wa klabu yao Young Africans, wakisimamia misingi ya uendeshaji wa klabu yao. Wameweza kuzungumza na waziri pamoja na jopo lote ambalo alikuwa nalo. Huyu hapa Engineer Hersi. Kujadili kitu ambacho kitokea. Bahati nzuri klabu ya Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, kupata nafasi ya kuuliza maswali, kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huo umefika, mheshimiwa waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi yetu na timu kwa ujumla. Hao walikuwa naimba kina Kevo au mwisho hatuchezi. Bwana, hiyo ni kwa upande wa rais wa Young Africans, yeye akizungumza kwamba wamezungumza kwa upande wao ambacho kilitokea na msimamo wao, na Engineer Hersi hapa amegusa kwamba ilikuwa ni kwenye eneo la waziri kutaka kujua kitu gani hasa ambacho kilitokea kwenye kutafuta solution ya tatizo ambalo lilitokea. Kwa hiyo ukisikia kwa upande wa Yanga kwamba kuna issue ambayo inatakiwa kuwa solved hapa, kuna solution ambayo inatakiwa ipatikane. Sasa kwa upande wa unyamani ni mzee wetu Murtaza Mangungu, chuma kabisa. Yeye bwana, ile Nissan Patrol ile ni Nissan Patrol. Manda, sisi tunajua magari tangu utotoni. Chuma ukiiona tu unajua hii chuma ya rough road. Achana mambo yako bana. Gari ile trendi moja tu. Bana, ngoja tumsikilize mwenyekiti Murtaza Mangungu akizungumza kwa upande wao. Kikao hichi kwao Simba kilikuwa kinahusu maendeleo ya michezo, maendeleo ya soka, na hasa ukizingatia waziri huyu ni mpya kwenye hii sekta ya michezo. Mwenyekiti Mangungu: tumezungumza yote ambayo yalikuwa ni muhimu na tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake. Kwa hiyo naamini vikao vitaendelea. Maendeleo ya soka yako mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya ya wizara hii, pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa pamoja. Lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliowakilishwa na watu wengine mimi sijui. Leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati mwingine. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja. Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatma? Kuna hatma gani nyingine? Hamna hatma. Hatma mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopangwa. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezi ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kulitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikra nzuri zaidi. Niwatakie jioni njema, asanteni sana.
Walawe ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, pia akizungumza kile ambacho wao klabu ya Simba waliweza kukizungumza ndani ya kikao chao ambacho kilikuwa dhidi ya wizara, viongozi wa wizara, kwa maana alikuwepo waziri, naibu waziri pamoja na katibu mkuu wa wizara, lakini pia na viongozi wengine wa BMT, kusema kwamba bwana, mikutano yetu ilikuwa ifanani, ndio maana kila mtu kaingia kwa njia yake, na wao wanachojua, wanachosubiri ni mamlaka tu kupanga ratiba ya mchezo, hayo mengine wao hawayajui. Haya ndio maeneo ambayo kidogo yanachanganya watu. Mandala, umemsikia kiongozi wako? Kiongozi upo sahihi, kwa sababu kwanza sisi kumbukeni tuna kibarua na mechi za kimataifa. Timu jana leo imesafiri alfajiri, si ndio? Kwa hiyo sisi kuna muda itabidi haya mambo asitoe nje ya reli, mambo sijui dabi inachezwa ichezwe. Hao ndugu zetu wana kazi nyingine tena. Kwa hiyo wana haki ya kudili, tunacheza tucheze. Wangekuwa club bingwa singekuwa na dili na hivi vitu. Kwa sababu hao kwa nataka tule sisi nje ya reli, tuungane nao na sisi tuingie katika mfumo wao, tutolewe. Kumbe kwa sisi tuna dhamana kubwa kubeba nchi na kwenda kuwakilisha, kwa sababu sisi lengo letu sio kuleta kamba hapa Tanzania. Kama zile kamba zilizoleta wao. Si lengo letu kuleta kikombe cha shirikisho. Kwa lazima tudili, tufocus na tuingize akili zetu. Ndio msikiza hata Mangungu anasema sisi tumeenda kwa ajili ya kujadili ligi, pamoja pia hata kuangalia maendeleo ya klabu yetu, kwa sababu wale viongozi lazima wajue klabu yenu mmejiandaa vipi, mnaendelea vipi na mipango gani na nchi, kwa sababu sisi tumebeba bendera. Tuna mpango wa kuleta ubingwa wa shirikisho, sio kamba zozileta wa Yanga. Kevo, nimesikitika kweli kweli kama shabiki wa Simba amekiri kwamba walikuwa kwenye kile kikao wanazungumzia maendeleo ya klabu yao. Na kama nilikuwa namsikia huyu hapa anasema kwamba kikao kilikuwa kimekutanisha Yanga, Simba, bodi ya ligi, TFF na serikali. Lakini nimsahishe kidogo, ni vikao viwili tofauti. Hao watu watatu ambao ni stakeholders walifanya kikao na Yanga, baadaye wakaja wakafanya kikao na Simba. Kwa hiyo pengine kweli hicho kikao kilikuwa kinazungumzia maslahi ya klabu yao, na ndio maana mwenyekiti wao alitoka akatuambia walikuwa wanazungumzia maendeleo ya soka Tanzania. Sasa nikawa najiuliza, Mangungu ni sehemu ya BMT, Mangungu ni katibu mkuu TFF, Mangungu ni rais wa shirikisho la mpira Tanzania. Mpaka hichi kikao tunajua kabisa, kwa sababu sio wewe tu Kasuga, nchi nzima inajua waziri ameenda kwenye issue ya dabi ya tarehe 8, lakini anatoka kiongozi ambaye alikuwa sehemu ya kikao anasema walikuwa wanazungumzia maendeleo ya soka la Tanzania. Kidogo inafikirisha, na mashabiki pia wameshaingia kwenye mkeva. Kuna kitu hajakielewa, anasema kwamba hujamuelewa Mangungu. Wewe mwenyewe hujamuelewa Mangungu, hujamuelewa. Kasema kama hiki kikao kilikuwa kwa ajili ya dabi, kwa hiyo wangeitwa viongozi wa Simba na wa Yanga pamoja, si ndio? Kama ulimuelewa vizuri. Kama nisikilize, kama ilikuwa kile kikao kama mnavyofikiria nyinyi cha dabi, wangeitwa wote pamoja, viongozi wa Simba, wa Yanga na kama ilivyokuepo. Lakini kila mtu kaitwa kwa muda wake na kwa wakati wake. Uwezi jua kina Mangungu ameitwa ameenda kujadili nini. Ndio maana amekuja kwa muda wao na wakati wao. Unajua kwa nini Mangungu kauli zake zimezua taharuki? Kwa sababu ukimsikiliza kiongozi wa Young Africans kaongea, lakini kuna neno anasema kutafuta solution ya jambo. Na wote tunajua kwamba kwa nini jana kile kikao. Turudi kwenye kesi. Mandala